Kabla sijatoa pole kwa niaba ya wabunge wengine, kwa sababu wabunge wa mkoa wa Dodoma wamepata nafasi ya kupita hapa mbele, na wabunge baadhi yao ni wageni kwa maana ya hili ni bunge jipya, basi niwaombe waheshimiwa wabunge, pamoja na kwamba mtapata fursa ya kuzungumza, lakini wote kwa umoja wetu tupite hapa mbele ili wananchi mnaowakilisha waweze kuwaona na kuwafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wakija hapa mbele kwa ajili ya kukomboa muda, nitoe pole sana kwa familia ya marehemu. Kila mmoja wenu tunawaombea, Mungu awaguse kwa namna ya tofauti kabisa, awafariji. Sote tunafahamu wanadamu tunaweza kusema maneno mengi sana, lakini mfariji wa kweli ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo tunawaombea mpite salama katika jambo hili ambalo lina hisia nyingi, lina uchungu mwingi, lakini hatuna shaka Mungu ambaye mnamtumikia, Mungu ambaye amemtumikia aliyelala hapa, lakini na kundi la watumishi hapa nilikuwa nikisikiliza wakitambulishwa wametoka katika madhehebu mbalimbali. Hatuna shaka Mungu atatusikia, mtapita salama katika jambo hili gumu na zito. Bwana Yesu asifiwe. Nimeasikiliza yale ambayo yamesemwa hapa mbele kwa wingi wake na kubaliana nayo yote. Na nikisema nimesikiliza kwa niaba ya wabunge wote hawa ambao nazungumza kwa niaba yao. Na leo hapa tumekuja kwa uwakilishi, vinginevyo wote tungekuwa hapa kwa sababu ya namna tulivyomfahamu na namna ambavyo alikuwa akiishi na watu. Kwa msingi huo, mkubali salamu hizi ambazo sisi wabunge tulioko hapa kwa uwakilishi wetu tunazitoa kwa niaba ya wabunge wenzetu wote. Tumezisikiliza salamu zote mlizozisema hapa, na sisi mengine tumeyachukua kama sehemu ya wawakilishi wenu, yale ambayo tunaweza kwenda kufanya bora zaidi ili Tanzania yetu iwe bora zaidi. Lakini yale ambayo tumeyazungumza ya kujifunza kuhusu maisha yetu, na sisi tumejifunza, tumeona wapi ambapo tunaweza kufanya bora kabisa. Kama huyo aliyelala alikuwa tu ni MC Pilipili, alikuwa tu mwalimu, lakini pia alikuwa ni mchungaji, na hapa nikasikia na vyeo vingine vya ukuhani, ameweza kufanya hayo yote. Bila shaka sisi kama wawakilishi wa wananchi tunaweza kufanya zaidi ya hapo, na Mungu atusaidie. Ndugu zangu, muda wetu umekwenda sana, lakini katika hayo ufupi wa yale yote yaliyosemwa hapa, ndugu yetu aliyelala alikuwa na miaka 40. Hatufahamu ni wangapi tulioko hapa tumefikisha miaka 40. Hatufahamu ni wangapi tulioko hapa tumezidi miaka 40. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu 14:1, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye amejaa taabu. Yaani maisha yake yanapita kama maua. Lakini hapa pia limesemwa neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Ufunuo 14:13, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika baada ya taabu zao, na matendo yao yanafuatana nao. Wewe ni matendo gani yatafuatana nawe ukilala? Watu watasema hadithi gani ukiwa umelala? Kwa nini ukilala matendo yanaenda nawe? Tujitahidi hadithi zitakazokuwa nyuma yetu ni kama za ndugu yetu kutoka Kela, kama ndugu yetu kutoka Ifakara. Wamesema maneno mazuri hapa, yale ambayo tunaamini yameambatana na ndugu yetu, na sisi tujifunze kupitia maisha yake. Na msiba huu leo tunapotoka huku nyuma, tusiache watu wenye machozi wanaolia kwa sababu yetu. Tuache watu wenye tabasamu ambao wanatabasamu kwa sababu na sisi tulipita duniani. Mungu awabariki sana nyinyi nyote mliokuja kushiriki msiba huu kwa heshima, na sisi kama wawakilishi wenu tunategemea ushirikiano kutoka kwenu katika yote yaliyosemwa hapa, lakini ushauri wenu tutaendelea kufanyia kazi.
Pamoja na hayo, tuendelee kushirikiana kwenye jamii kama ambavyo leo tumeweza kushirikiana hapa katika jambo hili gumu ambalo limetupata kama jamii. Mungu awabariki sana. Basi kila mmoja wetu aliyejiandaa kwa ajili ya rambirambi atakabidhi. Wale ambao wamejiandaa kwa ajili ya kuchanga kwenye jambo ambalo ndugu yetu Anthony Mavunde amelianzisha kwa ajili ya watoto watafanya hivyo, na wale wenye utayari wa kukabidhi rambirambi kwa familia basi watafanya hivyo. Yule anayepokea rambirambi kwa niaba ya familia anaweza kuja hapa mbele ili akabidhiwe, lakini wale ambao wengine watapeleka kule, wengine wanaenda kujipanga, basi kila mmoja atafanya kwa sehemu yake. Mungu awabariki sana. Asanteni sana sana kwa kutupa fursa hii ya kuwasalimu. Asante.